kuna kipindi dada yangu wa kazi nilimpatia mshahara wake kwenye simu yake, kumbe inadaiwa, unaona. Kwa hiyo alikasirika sana. Nikamwambia nimekupa hela, umeiona? Akasema iko kwenye nini? Nimekutumia kwenye simu uangalie. Ile yote imeshakatwa. Alikasirika kweli. Nikasema sikujua kama nadaiwa sasa, sijui itakuwaje. Kakasirika na kwambia, kaingia chumbani, kavaa nguo, kaondoka, unaona. Akaniaga, akasemaje, naenda kusuka nywele. Nikajua huyu alafu kaniacha, hajapika chakula cha mchana, hajafanya chochote. Nikajua hii ni hasira, ile hela yake niliyotuma kwenye simu ikakatwa, unaona. Lakini mwisho wa siku nikakaa, akarudi jioni. Alivyorudi jioni akanitumia tu message, nimesharudi. Mimi nikanyamaza kimya, lakini nikakaa nikatafakari. Nikasema mbona hii ni hela ni ndogo, kwa nini umie moyo na yeye umie moyo? Kesho yake nikamlipa hela yake tena. Kwa hiyo mwezi mzima nikamlipa mara 2. Nikasema sitaki kuumia moyo na wala sitaki kumuumiza yeye moyo, unaona. Kwa kiasi cha hiki pesa tu kidogo tu umizane moyo, akasirike. Labda ni makosa yangu kumwekea kwenye simu, unaona. Na huwa natumiaga simu kumwekea, au namwambia nenda kwenye, na huwa nikimtumia kwenye simu natuma zaidi ya kutolea, unaona. Basi kwa hiyo nikamlipa mara 2 kwa mwezi huu mmoja. Lakini akafurahi na mimi nikafurahi, kwa sababu yeye amefurahi. Nikasema pesa ni nini? Utu ndio una thamani kuliko pesa. Na ni dada ambaye anafanya kazi vizuri. Nikasema ni mwanadamu na yeye amekwazika, unaona. Kwa hiyo amebehave hivyo. Na siku nyingine tena nilikuwa safari. Nilipokuwa safari nikaacha umeme kila kitu. Niko safari, akanipigia simu, umeme umeisha. Umeme, nadhani kuna shida ya umeme nyumbani, unaona. Kuna shida ya umeme nyumbani. Nikasema mbona leo Jumatatu na kati nimenunua umeme Jumamosi, unaona. Akaniambia waulize TANESCO, unaona. Kwani mimi nakula umeme? Nikasema huyo. Nikasema una shida, unaona. Nikamuita, of course hapo nilikuwa naongea naye kwa simu ya fundi. Na hilo ilikuwa Jumatatu. Jumapili aliondoka bila kuniruhusa. Alikuwa ameondoka sababu anajua mimi sipo, kwa hiyo kaondoka. Kwa hiyo kuna watu walikuja pale nyumbani wakamuulizia, wakanipigia simu, "Jeni, tumekuja nyumbani, mbona hakuna mtu?" Nikamwambia, "Mbona dada yupo?" Dada anapiga simu ananiambia nimetoka. Nikamwambia, "Umemwaga nani?" Simu yangu ilikuwa haifanyi kazi. Nikamwambia, akasema umeme ulikuwa umekatika, kwa hiyo sikuweza kukuaga. Nikamwambia, "Mbona sasa hivi nimekupata? Plani za kuondoka ulikuwa tayari usha plan kuondoka, kwa hiyo ungenitumia hata message." Lakini hakufanya hivyo. Nikanyamaza. Kwa hiyo yule fundi akaja nyumbani akasema, "Mbona umeme umeisha?" Nikasema, "Umeme unaishaje na kati umeme nimenunua Jumamosi na leo Jumapili na yeye iko peke yake tu. Mtoto nishampeleka boarding school. Huo umeme umetumiaje?" Unaona? Hapo naongea na simu ya fundi. Nikamwambia, "Fundi, hebu muulize au alikuwa anawasha AC, maana nilimruhusu alale chumbani kwangu kutokana na security ya nje." Nikamwambia, "Lala tu chumbani kwangu, hakuna shida." Unaona? Kwa hiyo nikamwambia, "Au alikuwa anawasha AC asubuhi mpaka jioni?" Akasema, "Hiyo AC wala sijui nawashwaje mimi. Wewe sijawasha AC yako." Nikasema, "Sasa umeme unaishaje Jumamosi na leo Jumatatu?" Kumbe kulikuwa na short. Kwa vile vikatrip. Kwa yule fundi bila kujua kama kuna short akaniambia, "Hebu madam, nunua umeme mwingine." Nikiwa safari kwenye msiba, nikanunua umeme mwingine. Mbona umeme mwingine hauingii ndani? Unaona? Nikasema, mbona umeme hauingii? Basi hapa kuna tatizo, ngoja nikaangalia kwenye main switch. Ndio hapo akaniambia, "Sasa imekuaje? Uliza TANESCO, usiniulize mimi, uliza TANESCO. Mimi nakula umeme mimi." Unaona? Nikasema, hebu fundi, hebu naomba kuongea na dada. Mbona ameamaki hivyo? Kwani nikosa kuuliza umeme umeshaje? Hataki kuongea na mimi. Akasema, "Kama una changamoto zako huko na mimi na changamoto zangu vile vile." Unaona? Kwa hiyo nikasema, hapa kuna kitu. Kwa kweli sikutegemea, anafanya kazi vizuri sana. Kama ni mapungufu kila mtu kweli anayo, naweza kuvumilia, lakini mtu anapokujibu kwamba TANESCO, uliza TANESCO usiniulize mimi, na umeme kwani mimi nakulaga umeme mimi? Kwa hiyo mbele ya fundi alinionea huruma kwa kweli. Alafu mbaya zaidi nilikuwa niko safari na ni safari ya kimsiba. Kwa hiyo nikasema, jamani, hapa kuna shida, labda kuna dada, kuna kitu labda nimemuuzi. Unaona, na mimi ni mwanadamu, labda nimemkera. Lakini mpaka kunijibu hivyo, alafu namuomba niongee naye kwenye simu hataki, ili nimuulize, lakini mwisho wa siku tukasolve kwamba tatizo ni nini.
sio umeme, tatizo sio luku, tatizo ni kulikuwa labda na shoti kwa zika trip zile hizo sio sockets sio nini. Basi nikarudi safari, kanyamaza kimya, maisha kaendelea. Yaani kama vile nothing happened. Na mimi nikasema naishi naye mpaka leo. Uko naye? Naishi naye. Umemtoa kwetu? Hapana, huyo dada hafai kabisa. Hafai nasema. Hatuwezi hata wakati mmoja kuvumilia dada ambaye ana utomvu wa nidhamu. Hapana. Yupo hapa? Yupi? Huyo hapo. Mpe hiyo mic. Kwa nini unamjibu hivyo bosi wako? Samahani, kuhusiana na mshahara wangu. Yaani hilo swala alizungumzia kuhusiana na mshahara wangu. Mshahara umefanyaje? Aliosema alituma akakosea. Akukosea, anasema ulikuwa unadaiwa. Weka maiki juu. Yaani iko hivi, mimi mshahara wangu siku ikifika hela huwa ananipa mkononi. Na kuna siku aliniuliza, dada, tulikuwa tunaenda mnadani, simu yako inatoa? Nikamwambia hapana, mimi simu yangu nadaiwa. Akasema basi nendeni pale kwa akala namtumia hela. Huyo akala na yeye huwa wanajuana. Kwa hiyo hela huwa anaituma kwa akala. Kama kuna kitu tunaenda kununua, tunamorozeshia vitu, anatuma hela, tunaenda kuitoa. Samahani, mimi nafikiri tumepotezana hapa. Mawakala tena wa nini? Sikiliza. Kwani hapa tunazungumzia nini? Utovu wa nidhamu na maadili. Okay, sasa mambo ya mawakala, mshahara wako. Yaani nazungumzia ambavyo anasema alimtumia hela akalipa mara 2. Naomba mnisikilize na mimi niongee. Mimi nakuuliza swali. Mimi ndo nakuuliza swali. Mimi ndo nitamuongea au siongee? Tunaelewana mpaka hapo Ndio. Wewe unaweza kuwa mjeuri kwa ajili yako, lakini huwezi kuwa mjeuri kwangu. Ndio. Ukiwa mjeuri kwangu, mimi ndo nakusaidia wewe ukafanya kazi kwao vizuri. Umeelewa? Ndio. Sasa nauliza swali. Madam anazungumzia ulivyomjibu. Uliulizwa hapa na madam, unamjibu bosi wako hivyo? Hilo ndo swali la kwanza. Swala la mshahara alipo. Samani. Ulimjibu nini bosi wako? Iko hivi, nazungumza sasa nilivyomjibu. Ulimjibu nini? Yeye alikuwa, mimi kwanza nilikuwa nimepata taarifa ya msiba. Nikamwambia bosi, nilikuwa nimepewa, kuna kakaangu kafiwa na mtoto hapa. Tuna kikundi chetu mtu akifiwa tunasaidiana. Wana familia, yani kinafungo. Nikampigia simu bosi wangu, alikuwa ametoka, nikamwambia mimi nimefiwa. Kumbe naye bosi wangu naye alikuwa amepata msiba. Akawa amerudi. Nikamwambia, akaniambia kwa hiyo inakuaje? Nikamwambia ndio hivyo nimefiwa, ila nimeambiwa tukutane Mbezi na kusubiri urudi ndo tujue tunafanyaje. Walivyorudi ndo alikuwa na mdogo wake akaniambia hata pia bosi wako naye amefiwa. Mkataba unasemaje kuhusu kufiwa? Mkataba unasemaje kuhusu kufiwa? Mimi hapa mkataba sina na sijapewa. Mkataba una ulivyoingia hapa ukusaini mkataba wewe? Sasa unasemaje? Hakuna cha haraka. Ulivyoingia ukusaini mkataba huko ndani? Nilisaini. Sasa unaposemaje una maana gani? Yaani mimi nilivyokuwa naondoka hapa niliambiwa kwamba unaenda kuwa cover. Cover ndio ndani ya mkataba. Ulivyoingia hapa ulisaini mkataba ukusaini? Nilisaini. Sasa utasemaje una mkataba? Wewe unajua mkataba wako ni wa nani? Mkataba wako ni wa nani na nani? Wa mimi na bosi wangu. Hapana. Mkataba wako ni wewe na sisi na kituo. Ndio maana nakuuliza swali. Ulivyoingia hapa ulisaini mkataba au ukusaini? Nilisaini. Sasa utasemaje una mkataba? Unafikiri sisi machizi? Yaani tukupeleke kwa mtu wakati hujasaini mkataba na sisi? Nauliza swali. Mkataba unasemaje kuhusu kufiwa? Kuna dada anayejua jibu langu? Nenda nani? Akila, wape mic. Taratibu za kufiwa zinasemaje? Dada akifiwa. Yaani utaratibu unasema kwamba
yani misiba mingine sio lazima kwenda. Taja taratibu tunasemaje msiba ni wa nani? Sisi tunaohesabu hapa. Tunaohesabu ni wa mama, baba. Na nani? Au ndugu yako wa karibu wa damu, labda mdogo wako basi. Hapana. Nani? Mtoto. Wewe mwenyewe hujui. Nani anayejua? Sitaki mtu anayekisia, nataka anayejua. Mkataba unasemaje? Baba mzazi, mama mzazi na mtoto na mume. Basi. Hawa watu wengine si hatuwatambui. Ukiondoka aidha umevunja mkataba au mwajiri wako kwa utu wake mwenyewe akaamua kupe. Lakini mkataba wetu sisi hauna mambo. Kwa hiyo tunakizungumza hapa hakipo. Sawa, ndio hivyo. Na issue ilikuwa sio kwamba naenda msibani, naenda labda nasafiri nafanya nini. Ilikuwa tu ni issue ya kwamba mimi kuna hela huwa nazishikaga, nimechaguliwa katika ile group, mimi ni mhasibu kwenda kuzipeleka. Sasa hiyo haihusiani na bosi wako. Kwani wewe ukakuajiri wewe mhasibu, wewe mdada wa kazi ndani? Lakini yeye ndo nilikuwa nimeshamwambia kwamba kuna 1 2 3, akaniambia sawa, mpaka akaniuliza nikutumie hela yako, nikasema nakusubiri uje. Kwa hiyo nilivyoambiwa vile kwamba na yeye amefiwa, nikasema mimi naombeni mnikanseli, siwezi kuondoka nikasafiri wakati bosi wangu yeye pia ana msiba. Kwa hapo ulipomjibu vibaya ni wapi na pasubiri yani sipaoni? Nilipomjibu vibaya anavyosema yeye alikuwa safari, mimi nipo nyumbani. Siku ile anavyoondoka, labda nirahisishe, watu wana njaa. Umeme ulikuwa umeisha. Ulimwambia wewe ujala umeme au kusema hivyo? Umeme ulikuwa umeisha. Akanipigia simu anasema dada, kwa nini umeme mara hii hauwaki, imekuaje kuaje? Akawa anaongea kwa jazba. Subiri. Naomba jamani niseme hivi kitu kimoja. Niongee. Wewe una shida. Una shida kubwa sana. Usikilize. Una masikio lakini uyatumii. Unataka kutumia mdomo. Sishangae kwa sababu umeyafunika. Sio yongo ile ufunika ya masikio. Ndio hivi mnavyoenda kutesa waajiri wenu. Hivi. Mimi naongea nawe hapa, hata unisikilize ninachokiongea. Amina, mpe mic boss. Mpe mic boss. Amekaa muda gani? Miezi 5 sasa, sijui 6. 5. Haya, mkataba wake tunauvunja leo. Akila, tuendelee. Yaani mimi nilitaka tu niseme kwamba hizi sio tabia za wadada tunaotaka kufanya nao kazi. Nafikiri nyewe wenyewe mnaona sio dada mnyenyekevu. Tunaposema unyenyekevu, huwezi kumjibu. Hivi kweli unaweza kumjibu bosi wako uliza TANESCO? Kwani ukisema umeme umeisha, mbona umeisha haraka? Sijui madam, lakini umeisha, ukija utaangalia utapungukiwa nini? Kwa nini umwambie kaulize TANESCO? Mimi mwenyewe sijui majibu gani mengine hapo ya ajabu. Embu hiyo mic weka hapo. Akasema kwani mimi nakula umeme mimi? Hivi hilo ni jibu kweli la kumjibu bosi wako? Kama una ma-stress yako na mimi na ma-stress yangu vile vile. Unaona? Yaani kwa kweli mmesikia majibu hayo jamani? Hapana. Wadada mnapenda kujiwekesha kama victim. Victim kwa Kiswahili ni nini? Yaani mnapenda kuonyesha kama mnaonewa. Hivi hili ni jibu la kumjibu kiongozi wako, bosi wako? Unaweza kumjibu hivyo? Huwezi. Bosi wako ni kama mzazi wako, ni kiongozi wako. Yaani ni mtu ambaye Biblia inakwambia umheshimu kwa kutii na kunyenyekea. Bosi anaweza anasema alikuwa anaongea kwa jazba, lakini wewe huwezi kumpandishia sauti. Utakapomjibu kwa heshima na unyenyekevu, hata yeye mwenyewe huko alipo anakuwa anashuka yeye mwenyewe. Bosi anasema kweli na dada ambaye ni msikivu. Lakini yeye anaongea saa nyingine na wewe unamjibu saa nyingine, huo ujazba anaozungumza yeye ndio kausababisha. Huwezi kuwa na mfanyakazi ambaye anakujibu kwa dharau namna hiyo, kukosa heshima na adabu kwa kiwasi hicho. Kwa hiyo sisi Wadada Center kwa kweli niseme waajiri uaga wanashindwa kutofautisha Wadada Center na wadada tunaowapeleka. Hawa wadada wamepata malezi na makuzi, na ndio somo letu la leo ambalo tunataka tuwatengeneze hawa wadada waweze kuja kutoa msaada wa malezi na makuzi kwenye familia zenu.
ili waweze kuwalea watoto vizuri. Lakini ukishaona dalili ya dada ambaye tayari ni yule samaki aliyekomaa hakunjiki, yani usimtolerate kwa sababu eti anafanya kazi vizuri. Hapana. Na wadada wengi wanapata bichwa wanaposikia kwamba anafanya kazi zake vizuri tu. Kazi anafanya vizuri lakini anaye majibu. Hapana. Sisi tunasema kwetu namba 1 ni nidhamu, heshima, alafu majukumu yanafuata. Wadada kila siku hapa ni wengi sana wanakuja, si ndio jamani? Wewe ukuwa na sababu ya kuvumilia dharau za huyu dada kwa sababu tu anakufanyia kazi vizuri. Wako wengi wanafanya kazi vizuri, lakini pia wamelelewa vizuri, wana maadili chanya, na wengine wanajitahidi. Yale tunayowafundisha hapa wanabadilika. Hata kama alikuwa na tabia zake, anabadilika. Na huyu nakumbuka alikuwa ukimuona kama hivyo sikuamini kama ni huyu. Maana alivyokuja hapa alikuwa kama malaika. Kama unavyomuona anavyoongea. Mimi nakumbuka nimemfanyia interview, amekaa kituoni, hatukuwahi kuona kama anaweza akawa na chembe ya ujeuri namna hii. Leo hapa mimi nimeshangaa, nilitaka hata kuzimia. Maana hata hapa tu anavyoongeleshwa, anavyojibu, unaona kabisa huyu ni aina ya dada mjeuri. Kwa hiyo jamani, wadada, hatutaki haya mambo mkayafanye kwa mabosi wenu. Kabisa ujeuri hapana. Kukosa nidhamu kwa bosi wako hapana. Kumbuka wewe ni mwajiriwa, yeye ni bosi, hamuwezi kulingana. Hata kama bosi wako anaongea kwa jazba, wewe bado unatakiwa uwe mnyenyekevu, na ukiona unaelemewa basi bora utuambie kuliko kumjibisha haya majibu aliyojibu huyu dada. Bora utupigie simu kituoni useme jamani, bosi wangu ni mkali. Si ndio Amefanyaje? Ameniambia hivi na hivi na hivi, tutaongea na bosi. Lakini we ukianza tena kumpandishia, kaulize TANESCO. Mimi mwenyewe na stress yangu kama jamani, unakuwa kama mtu na mke mwenzake ndani ya nyumba. Hapana, hicho kitu hatuwezi kukubaliana nacho, na sio katika mradi huu. Kwa hiyo tutaendelea kuonyesha msimamo wetu, na kwa tabia hizo ndio tunasemaga kwamba yeye ndio amevunja mkataba. Sawa wadada wanasemaga sijui bosi kanivunjia mkataba. Hapana, kwa tabia hizi wewe ndio umefanyaje? Umevunja mkataba wako. Dhamana yako utaikosa na kazi hatutakupa tena. Hatuwezi kukupa kazi kwa ujeuri wa namna hii. Nenda huko mtaani ukatafute kazi sehemu nyingine. Chini ya kituo hiki tunataka wadada wenye heshima, wenye adabu, wenye maadili. Mada yetu ya leo, maadili na hofu ya Mungu. Una hofu ya Mungu, huwezi kumjibisha bosi wako hivyo. Huwezi. Kwa sababu tumeelekezwa kuwaheshimu mabosi zetu kwa utii na unyenyekevu. Haya.